Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Jumatano ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2025, ambapo mama kanisa anafanya sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Na masomo yetu ya leo yanatualika kutafakari juu ya wajibu wetu wa kutekeleza mpango wa Mungu wa wokovu kwa watu wote kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Yosefu. Masomo yetu ya leo ni kama yafuatavyo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Nabii Samueli sura ya 7 aya 4 hadi ya 5 na aya ya 12 hadi ya 14 na aya ya 16. Somo la pili linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 13 na aya ya 16 hadi ya 18 na aya ya 22. Somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya kwanza aya ya 16 na aya ya 18 hadi ya 21 na aya ya 24. Karibuni tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Yakobo alimzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nao utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, leo mama kanisa anatualika tusherehekee sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria na mlishi wa Yesu Kristo. Mtakatifu Yosefu ni mtu muhimu sana katika historia ya wokovu wetu. Yeye ni kielelezo cha maisha ya haki, utii na uaminifu katika mpango wa Mungu. Mtakatifu Yosefu ni mfano wa waamini wote tunaoitwa kutenda mapenzi ya Mungu kwa imani na kwa unyenyekevu mkubwa. Tukiongozwa na masomo yetu ya leo, tutatafakari kwa kina wito wetu kwa Mungu katika kutimiza mpango wake wa wokovu kwa kufuata mfano wa Mtakatifu Yosefu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Samueli linatufunulia juu ya mpango wa Mungu wa kutupatia Mwokozi kupitia uzao wa Daudi. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, nitainua mzao wako nyuma yako, atakayetoka viunoni mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Rejea kitabu cha pili cha Samueli sura ya 7 aya ya 12. Wapendwa, ahadi hii ilielekezwa moja kwa moja kwa ujio wa Masia, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye angetawala milele. Kwa njia ya Yosefu, ambaye ni wa uzao wa Daudi na ni baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo, Yesu anahesabiwa kuwa mrithi wa kiti cha enzi cha Daudi. Jambo hili linatufundisha kuwa Mungu hutimiza ahadi zake kwa njia zake na hata kwa wakati ambao sisi hatuuelewi. Hivyo basi, ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika maisha yetu tunapaswa kuwa na uhakika kuwa Mungu ana mpango kwa ajili yetu, ni kama ilivyokuwa katika ahadi yake kwa uzao wa Daudi iliyokuja kutimizwa kupitia kwa Yosefu. Nasi pia tuwe tayari kushiriki katika utimilifu wa mipango ya Mungu kama alivyofanya Mtakatifu Yosefu. Wapendwa, katika utimilifu wa mpango wa Mungu kupitia kwa Mtakatifu Yosefu,
Somo la Injili linatuonyesha jinsi Yosefu alivyopokea mpango huo kwa utii na uchaji mkubwa kupitia maono aliyoyapata katika ndoto. Kwa maono hayo, Yosefu aliukubali mpango wa Mungu wa wokovu kama yasemavyo maandiko matakatifu. Naye Yusufu alipoamka katika usingizi, alifanya kama malaika wa Bwana alivyomwagiza, akamchukua mkewe. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 24. Taifa la Mungu, Yusufu anatufundisha si tu kuwa na utii kwa kusikia sauti ya Mungu, bali pia anatufundisha kuwa watu wa haki. Maana kwa kudhihirisha moyo wake wa huruma, hakuwa tayari kumwaibisha Bikira Maria mbele ya jamii hata kabla ya kuelewa ukweli wa mimba yake. Ndio maana alidhamiria kumwacha kwa siri. Kama inenavyo Injili kuwa naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 1 aya ya 19. Somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi linamwonyesha Ibrahimu kama baba wa watu wote wenye imani. Ibrahimu aliamini ahadi ya Mungu hata katika mazingira magumu, kama anavyodhihirisha Mtume Paulo kuwa naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 4 aya ya 18. Imani aliyoionyesha Ibrahimu ndiyo imani aliyohitaji Yusufu katika kuelewa mimba ya Mariamu. Kwa maana haikuwa rahisi kuelewa kwa akili za kibinadamu, lakini kwa imani aliamini juu ya mpango wa Mungu na alitii bila kuhoji. Wapendwa, nasi pia katika maisha yetu kuna nyakati ambazo tunashindwa kuelewa yanayoendelea, kwa maana tunakutana na majaribu magumu na hali tusizozitarajia. Kumbe tunajifunza kutoka kwa Mtakatifu Yosefu kuwa na imani ya kweli kwa mpango wa Mungu. Taifa la Mungu, sambamba na imani, haki na utii ambavyo Mtakatifu Yosefu anatufundisha, Mtakatifu Yosefu pia anatufundisha kuwajibika katika malezi ya familia zetu, kama vile yeye alivyolea familia yake kwa mapendo na kwa unyenyekevu mkubwa. Pia anatufundisha maisha ya ukimya na utulivu, kwa maana pamoja na kujua mpango wa Mungu, hakutafuta umaarufu, bali alifanya kazi kimya kimya kuruhusu mpango wa Mungu uendelee. Kumbe ndugu zangu, katika dunia ya leo iliyozungukwa na changamoto nyingi na za kutosha katika malezi, kama vile wimbi la ushoga na usagaji, tamaa za mali na uvivu, usengenyaji na ushirikina, ulevi na uonevu, uroho wa madaraka na rushwa, malezi ya mzazi mmoja na utoaji wa mimba na kadhalika. Katika changamoto zote hizo, Mtakatifu Yosefu anatufunza kuwa wawajibikaji katika malezi ya familia zetu, ili hayo yote yasiweze kuingia katika familia zetu. Ndugu zangu wapendwa, kumbe basi tumuombe Mtakatifu Yosefu atuombee ili tuwe watu wa imani thabiti, wapenda haki na wenye huruma na uaminifu katika kuzitumikia familia zetu na kanisa la Mungu, ili mipango ya Mungu iweze kutimia ndani yetu. Tafakari hii imetolewa kwenu na mimi Frateli Stanislaus Stefani Usangira wa Jimbo Katoliki la Ifakara, ninayesoma masomo ya tauhidi mwaka wa pili katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala. Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria, utuombee. Tumsifu Yesu Kristo.